Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Na mtazamaji wangu, leo hii idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kujitokeza kumtetea Mheshimiwa Tulia Ackson, kwani Tulia Ackson ameweza kuanza kushambuliwa na baadhi ya viongozi wakuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, jambo ambalo vita hivi vya kisiasa idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania hawajaweza kukubaliana navyo. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wetu wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tulia Ackson ambaye aliyeweza kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Tanzania katika serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya mwaka 2025, na baada ya uchaguzi mkuu kufanyika, sote tuliweza kushuhudia Mheshimiwa Tulia Ackson aliweza kufanya maamuzi mazito ya kwamba katika serikali ya awamu ya pili ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan hata kuwepo tena katika serikali hiyo. Kwanza kabisa, mtazamaji wangu, baadhi ya mambo yaliyoweza kuchangia maamuzi ya aina hiyo kufanywa naye Daktari Tulia Ackson ni kutokana na swala ambalo aliweza kuamini vijana Gen Z hawakuweza kustahili kupatana na yale walioweza kupatana nayo katika maandamano ya amani waliokuwa wakiyafanya katika Jamhuri ya Tanzania, kwani Daktari Tulia Ackson anaamini ya kwamba uongozi ulioko madarakani ni vyema iwapo utaweza kupeana uhuru kwa idadi kubwa ya Watanzania hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Mabadiliko haya iwapo yangeweza kufanyika, basi tungeshuhudia Daktari Tulia Ackson kuendelea na nafasi yake ya juu katika serikali hii ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila mengi aliyoweza kuchangia yeye kujiuzulu na kuondoka katika nafasi ambayo wengi waliweza kutegemea aendelee kuhusishwa na serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, yote hayakuweza kwenda jinsi ambavyo iliweza kutarajiwa. Hapa ni baada ya idadi kubwa ya vijana Gen Z waliokuwa wakitoa malalamishi yao kwa viongozi wakuu walioko serikalini kupigwa risasi na baadhi yao kuaga dunia, jambo ambalo liliweza kuvunja moyo na pia kuashiria uongozi ambao wengi hawakuwa wakitarajia uongozi wa aina hiyo katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, Tulia Ackson aliweza kuamua kutokuwa tayari kuhusishwa na aina ya uongozi huo katika Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo aliweza kufanya maamuzi ambayo wengi hawakuweza kutarajia, jambo ambalo liliweza kushangaza mamilioni ya Watanzania. Ila leo hii sote tunafahamu jinsi gani ambavyo yupo na ukaribu mwema kati yake na mamilioni ya Watanzania, kutokana na yeye kuonyesha wazi ya kwamba anazidi kujali na hata kuthamini kile ambacho kinazidi kupendekezwa na idadi kubwa ya vijana Gen Z katika Jamhuri ya Tanzania. Na pia aliweza kuona wazi kwamba iwapo serikali ingeweza kuridhia kufanya baadhi ya marekebisho yaliyokuwa yakipendekezwa na vijana Gen Z, basi mtazamaji wangu, Jamhuri ya Tanzania ingekuwa ikielekea katika mwelekeo sahihi na mwelekeo tofauti kabisa, ambao utakuwa ukiweka ukaribu mwema kati ya viongozi wa ngazi za juu na mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo litaweza kuweka usawa kati ya viongozi wakuu walioko serikalini na mwananchi wa kawaida, tofauti kabisa na jinsi ambavyo hivi sasa serikali iliyoko madarakani, kile kinachozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania ya kwamba mwananchi wa kawaida anazidi kuwa katika kipindi kigumu kupata pesa ama kipato cha kukidhi maisha yake ya siku baada ya siku, kulinganishwa na kiongozi mkuu anayezidi kutoka katika chama cha CCM kuwa na maisha rahisi kabisa, ili hali wote hawa wapo katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, tofauti hii ndiyo tofauti ambayo iliweza kusababisha kiongozi kama Daktari
Tulia Ackson kutokuwa tayari kuhusishwa na aina ya uongozi huu katika Jamhuri ya Tanzania, kwani itakuwa ni uongozi ambao viongozi wanaozidi kutegemewa na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania watakuwa wakijali maslahi yao tofauti kabisa na kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania ambaye ndio mwenye nchi, jambo ambalo wengi hawakuwa wanatarajia aina ya uongozi huu katika Jamhuri ya Tanzania. Hivi sasa kukiendelea kushuhudiwa gharama kubwa ya maisha, mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, kwani kuna baadhi ya maeneo ambayo hivi sasa mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania anazidi kupata kipindi kigumu kukidhi mahitaji yake. Baya kabisa, uongozi ulioko madarakani unazidi kuwa katika maisha ya kiwango cha juu, ila mwenye nchi ambaye ni mwananchi wa kawaida anazidi kuendelea kuteseka. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani unazidi kujijali wao binafsi, tofauti kabisa na sababu ya viongozi hao kuwa katika nafasi hizo za juu, kwani tegemeo kubwa nafasi hizo za juu ambazo waliweza kukabidhiwa na wananchi ni waweze kuwajibika na pia kutetea maisha ya mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, mtazamaji wangu, hivi sasa mamilioni ya Watanzania hawako tayari kwa Tulia Ackson kujaribu kuhusishwa na siasa zozote zile mbaya zinazozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani aliweza kujitenga na siasa hizo mapema kabla ya hata matokeo ya urais kutangazwa, jambo ambalo lilionyesha wazi kwamba huenda Tulia Ackson ni miongoni mwa viongozi katika Jamhuri ya Tanzania hawakuweza kufurahishwa na yale yaliyoweza kukuta vijana Gen Z, na pia hadi leo hii ni baadhi ya viongozi ambao hawafurahii jinsi ambavyo uongozi ulioko madarakani unazidi kuendesha Jamhuri ya Tanzania, kwani mamilioni ya Watanzania wanazidi kulalamikia uongozi huu, jambo ambalo linazidi kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kuomba uongozi huu uweze kuwajibika na pia kufanya baadhi ya mabadiliko, na pia uongozi huu itakuwa ni jambo jema iwapo utaweza kuachia huru wengi waliokuwa wameweza kukamatwa, kutekwa na kutoweka katika hali za njia tatanishi. Kiongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole, pia kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kuhusiana na Tulia Ackson kwa maamuzi aliyokuwa ameweza kuyafanya hapo awali kujiondoa katika serikali hii ya CCM inayozidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania hivi sasa mwaka 2026? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section, na muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.